We've come here to Mombasa to do a retreat and also benchmark on various constituencies to check, not even benchmarking, inspect projects within the coastal region. And this activity is one of the activities which is covered by NGCDF, that is climate change. Viongozi mbalimbali kutoka sehemu tofauti za nchi leo wamekutana katika eneo la Jomvu katika kaunti ya Mombasa kushiriki katika shughuli za upandaji wa miti ya mikoko iliyoandaliwa chini ya mpango wa NGCDF unaolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni mpango bodi imeweka katika ile kazi yake ya kusaidia kuhifadhi environment yetu na tuone vile tutasaidiana kupanda miti mingi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mbunge wa Jomvu Badi Twalib alisema anafurahia na kuheshimiwa kuwa mwenyeji wa viongozi mbalimbali kutoka NGCDF waliojumuika katika shughuli hiyo ya kuhifadhi mazingira. Alisema zoezi hilo linaonyesha dhamira ya serikali ya kulinda mazingira huku likihamasisha wananchi kushiriki katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nataka kushukuru komiti ya CDF na board kwa mpango huu wa climate change. Alafu nachukua fursa ya kipekee yake kuwashukuru sana kwa sababu wamechagua Jomvu kutoka kote walikotoka Nairobi. Wapigeni makofi kuwa wageni wetu wa hapa Jomvu. Mbunge huyo pia aliendelea kuunga mkono serikali ya Rais William Samoei Ruto, akisema imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imeboresha maisha ya wakazi wa eneo bunge la Jomvu. Sisi watu wa Miritini ndio ambao twastahili saa hizi tusimame na Rais Ruto, kwa sababu wakati nilipojenga Miritini Complex, Mheshimiwa William Samoei Ruto alipokuwa deputy president, wakati kila mmoja alikuwa anaogopa kuassociate na yeye, mimi nilimleta pale Miritini Complex. Ni kweli ama si kweli? Na alipokuja pale akatupa milioni 5 na tukatumia formula ya labor based, tukajenga madarasa 4 mpaka leo. Yako mpigieni makofi William Samoei Ruto. Kwa hivyo amekuwa mshirika wetu kutoka akiwa makamu wa rais. Alafu mafahamu sana nyinyi watu wa Miritini, jamanini, huyu rais ashakuja nyumbani kwa Fulangenge Miritini mara 2. Kweli ama si kweli? Kwa upande wake Musa Sirma alisema kamati ya bunge ya NGCDF ipo katika ziara ya kukagua miradi mbalimbali inayotekelezwa kupitia mfuko huo nchini. Alieleza kuwa shughuli ya upandaji wa miti ya mikoko huko Jomvu ni sehemu ya ajenda pana ya kamati hiyo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku ikiendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na NGCDF. My name is Honorable Musa Sirma, MP for Eldama Ravine, and chairman of the NGCDF Committee of Parliament. We've come here to Mombasa to do a retreat and also benchmark on various constituencies to check, not even benchmarking, inspect projects within the coastal region. And this activity is one of the activities which is covered by NGCDF, that is climate change. And we have come here to join residents of this place in restoring the forest nature of our mangroves. Mangroves is a tree which lives or grows very well in water and saline water for that matter. Na nikiripotia Sulipot FM kutoka eneo bunge la Jomvu County ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.